The Super Hero. Karibu sana mtazamaji, ambapo unaendelea kutufuatilia popote pale ulipo. Kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, Mungu anaendelea kutubariki kila ambacho tunaendelea kukitenda kwenye maisha ya hapa duniani. Lakini kuna kitu kimoja ambacho inabidi nikwambie, kwenye maisha kila kitu kinawezekana. Hata kama unapitia magumu kwa muda huu ambao unanitazama hapa, lakini kuna namna ambayo unaweza ukaifanya na mwisho wa siku ukatoka kwenye huo ugumu kwenda kwenye wepesi. Na nikizungumzia hicho, narudi kwenye maisha ya kawaida, kwamba maisha hayalingani. Kuna panda shuka ambazo tunakutana nazo kwenye maisha na kukatisha mtu tamaa, au pengine inaweza kufurahisha kwa namna moja au nyingine. Bwana, hii ni The Super Hero, kipindi ambacho kinakupa nafasi nzuri na adhimu ya kusikiliza baadhi ya matukio ambayo yamewakuta ndugu zetu katika safari yao ya maisha hapa duniani na hatua ambayo pengine wameifikia hivi tunavyozungumza hapa. Kuna kitu cha kujifunza kwenye historia ya mtu, lakini pia kuna kitu cha kuepuka kwa kile ambacho amekipitia mtu tunavyozungumza hapa. Hii ni The Super Hero, na siku leo na bahati ya kipekee sana kwa sababu ninaye miongoni mwa mtu ambaye ni maarufu sana. Mimi wakati nakuja hapa katika ardhi ya University of Iringa, moja kati ya jina ambalo nilipokelewa nalo ni kuhusiana na jina la mchungaji. Nikajiuliza, huyu mchungaji ni mchungaji kweli? Au kuna namna fulani ambayo inapelekea watu waje na hili jina la mchungaji? Habari ya kwako kwanza? Salama sana, namshukuru Mungu. Mimi kwangu ni bahati ya kipekee kwanza kuwa na wewe katika eneo hili, na naamini tutazungumza mazungumzo ambayo yatakuwa ni rafiki sana kwa kile ambacho naamini unacho pia ndani ya maisha yako. Amina, mimi naamini pia. Naam, tuanzie hapo. Watu wanavyosema mchungaji. Kwako kwanza unaipokeaje? Mimi kwanza silipendi hilo jina la mchungaji, kwa sababu mimi sina kanisa wala sichungi mtu. Okay. Mimi ni mtu tu wa kawaida. Kwa jina la mchungaji imetokana na maisha yangu ninavyoyaweka na misimamo yangu ya kiimani zaidi. Okay. Kwa hiyo silipendi sana hilo jina. Naitwa Samueli tu. Kwa mtazamo wangu naona sio jina baya. Sasa why usilipende jina la mchungaji? Kwa sababu wanaoniita mchungaji wengine ni Wakristo kama mimi. Kwa hiyo ni kama vile wanajitoa wao kwenye Ukristo. Kwa sababu mimi ni Mkristo tu, si ndio? Nafuata neno la Mungu basi. Kwa hiyo wakiniita mimi mchungaji ni kana kwamba wao hawapaswi kuwa kama mimi nilivyo, wakati mimi nafuata maandiko tu. Naona kama vile inawanyima watu fursa ya kuwa Wakristo wazuri zaidi. The Super Hero. Bwana, kama ambavyo umemsikia, nipo na miongoni mwa mtu maarufu sana hapo kija chuo kikuu cha Iringa. Sasa kwa kuwa ametuambia kwamba halipendelei sana hilo jina ambalo huwa anaitwa jina la mchungaji, pengine tuanzie hapo. Majina yako halisi ni yapi? Achana na hili ambalo ukishafika tu chuo kikuu cha Iringa unakutana na jina la mchungaji. Pengine majina yako halisi ni yapi na umezaliwa wapi? Sahihi kabisa. Mimi naitwa Samueli Beleket Francis Mwaipaja. Okay. Majina yangu manne ambayo ni sahihi kabisa. Tukisikia mwamwa hiyo, maana kama watu wa Nyakyusa kule wa Mbeya. Yeah. Kwa jina langu Samueli nilipewa na wazazi. Beleket nilipewa ni jina la Kiabeshi, maana yake ni baraka. Francis ni jina la mzee, Mwaipaja ndio jina la ukoo. Kwa ndio hivyo. Okay. Yeah. Kwa nyumbani kabisa tunazungumzia mkoa wa Mbeya. Ndio chimbuko pengine. Mimi sana sana nimekulia Dar es Salaam. Lakini Mbeya tunaenda kusalimia tu ndugu zetu wengine kama babu na bibi walipokuwa hai, tunaenda kuwasalimia. Okay. Yeah, lakini sio mkazi sana wa Mbeya, sio mwenyeji sana hapa. Aha. Lakini tunavyozungumza labda ukoo pamoja na ndugu zako wale wengi wako Mbeya. Wako Mbeya. Sahihi. Okay. Sawa. Pengine kabla hatujafika kwenye kuhama kutoka Mbeya kuja Dar es Salaam, shule ya msingi, makuzi yako yalikuwaje na pengine umesomea wapi? Sahihi kabisa. Mimi hapa nimezaliwa Ethiopia, ndio maana nikapewa jina Beleket. Maana yake ni Kiabeshi, maana yake baraka. Okay. Ngoja tukahamia Tanzania. Baada hapo tukahamia Sweden, kule ndo nikakulia kipindi changu kirefu cha primary Sweden kule Ulaya. Baada hapo tukarudi tena Bongo, tukakaa tena Bongo, tukaenda tena Rwanda, tukarudi mzee akastaafu, ndo mpaka sasa niko Bongo mpaka leo. Huko kuzaliwa ilikuwaje? Pengine alikuwa ni mfanyakazi huko? Ndio, alikuwa anafanya kazi ya masuala ya ubalozi, foreign affairs, masuala ya nje ya nchi. Kwa mujibu wa foreign affairs unapangwa miaka mitano. Okay. Unakaa 5 nje, 5 ndani, 5 nje, 5 ndani mpaka unastaafu. Kwa ndo miaka 5 ya mwanzo kabisa alipangiwa Ethiopia, tukakaa kule nikazaliwa,
tukarudi Bongo baadaye. Umezungumza sasa kuzaliwa kwako ilikuwa ni Ethiopia. Sahihi. Na Ethiopia umeishi mpaka ukafikia pengine umri gani, na kuhama kuja huku Tanzania ukafikia wapi, na maisha yakaendelea kwenye utafutaji wa elimu yako ya awali? Sahihi. Sikumbuki vizuri kwa sababu nilikuwa mdogo sana, lakini nilivyozaliwa kule na hisi ulikuwa ni mwaka wa pili katika miaka 5 ya mzee kukaa kule Ethiopia. Kuna nadhani nimekaa kule kama miaka kama 4 hivi, kama sio 3. Ndio nikarudi tena Tanzania, kaendelea na maisha. Nikaanza St Mary's Primary School. Baada ya hapo ndo mzee akaja akapangiwa kwenda Sweden. Kwa tukamfuata pia. Tukaanza maisha mapya kule. Sweden kwa mara nyingine. Kwa mara nyingine tena miaka 6 kama sio 5 nimekaa kule. Aha. Yeah. Na hapo ulikuwa kidogo umri wako unajitambua kabisa. Nilikuwa na miaka kama sio 6 basi 7 ndo tulianza safari ya kwenda Sweden. Miaka 7 nikakaa kule miaka kama 6 hivi ndo nikarudi Tanzania. Tofauti na hapo kuna nchi nyingine tofauti ambapo pengine umeshawahi kukaa? Rwanda. Tuliporudi Tanzania tukakaa miaka 5 Tanzania, mzee akapangiwa Rwanda, tukamfuata pia na huko. Baada hapo ndo mzee akastaafu, mpaka sasa tupo Tanzania. Bwana. Naam, kwenye kuzunguka kwako sasa kwenye nchi tofauti tofauti ambazo pengine ni tofauti kidogo na Tanzania, utamaduni wao ni tofauti, lakini pia baadhi ya vitu ambavyo wanavifanya ni tofauti kidogo na Tanzania. Experience yako ikoje kwenye haya mataifa ambayo umezunguka ukilinganisha na utamaduni wa Kitanzania? Kwa bahati mbaya Ethiopia nilikuwa mdogo sana, lakini kwa Sweden nakumbuka utofauti wake naweza nikalinganisha. Kwanza kabisa picha ya Afrika kule Sweden ni mbaya. Afrika ni kama sehemu ya umaskini, hakuna chakula, watu wana njaa. Matangazo mengi ya kule ni changia pesa, saidia watoto maskini. Kwa nilipoambiwa kwamba narudi Tanzania baada ya miaka 6 kutimia, kiukweli nililia sana na nikaumia, nikatamani kubaki. Lakini nilipofika Tanzania naona watu wapo, maisha yanaendelea kama kawaida, majengo yapo kama kawaida. Yani nilisi tunapanda farasi na ngamia tu basi, lakini kumbe tunapanda hadi magari. Okay. Ndio picha ambayo kunatutengenezea kule Sweden. Kwa hiyo utamaduni ni tofauti, lakini tunaishi. Kwa sasa uko proud kuishi Tanzania na kuwa Mtanzania? Nafurahi sana kuwa Mtanzania. Kwa sababu ndo asili yangu, siwezi kuiacha, siwezi kuikimbia. Kwa hiyo ni fahari kubwa kwa Mtanzania. Tuje sasa maisha ya Tanzania baada ya kuzunguka huku na huku, ukarudi na ukatulia sasa Tanzania. Elimu yako ya msingi umeipatia wapi, mkoa gani, sekondari na pengine elimu nyingine ambazo umepita mpaka hivi tunavyokutana Chuo Kikuu cha Iringa? Safari yangu ya elimu haikuwa nyepesi sana, ilikuwa ni ngumu. Na nadhani chanzo kikubwa ilikuwa ni kwa sababu nimezoea elimu ya Sweden, ilikuwa ni madarasa mazuri, walimu wazuri. Unakuja Tanzania unafundishwa kwenye ubao mweusi na chaki, hamna hata mapicha. Kwa hiyo ilikuwa ni elimu ngumu sana kuweza kucope, kuweza kuendana nayo. Kwa hiyo nilianza kwanza kusoma pale shule ya St Teresa Primary School. Nikaja nikahamishwa nikapelekwa St Dorcas iko Moshi pale. Ndio pale nikaanza shule yangu ya msingi mpaka namaliza darasa la 7 nimemalizia pale. Baada ya hapo nikaja nikaenda St Matthew. Pale nikasoma mpaka form 2, nikaenda Tusime. Baada ya kutoka Tusime nikashindwa kumalizia pale, nikaenda Gospel Campaign nikamaliza, ndo nikaja nikaacha shule. Nikasema baba na mama, mimi sitaki tena kuendelea na masomo, naishia form 4, nataka nianze kufanya harakati za muziki. Wakati unazungumza shule ulizopita nikapata kigugumizi kidogo kwa sababu kwa maisha ya Kitanzania sisi wengi wetu unakuta tumesoma labda shule ya primary, shule moja, ukatoka ukaingia shule ya sekondari ya level form 1 mpaka form 6, form 4 shule nyingine, pengine ndio ukaja shule ya advance na mwisho wa siku chuo kikuu. Hizi hama inatokana na nini hasa? Nadhani inatokana na hivyo kama nilivyosema hapo awali kwamba mazingira sikuyapenda. Kwa hiyo hali ya mazingira mabaya ndio nifanye niwashinikize wazazi wanihamishe shule. Kwa nimehamama kweli shule kwa sababu ya mazingira ya shule husika. Kwa ndo maana imekuwa hivyo. Sasa inanipa picha sasa huku kwa tamaduni ambazo tuko nazo pengine sasa kuna ile tabia ya watoto wa kishua wale. Naweza nikatumia hilo neno kwamba pengine ulikuwa katika mazingira hayo ndio alikuwa anakusababisha pengine unasema staki hii, nataka hii, ilikuwa inahusiana pengine na maisha uliokuwa nayo? Sidhani sana, nadhani ni ile historia ya kusoma Sweden primary kwa miaka kama 6 hivi, yale mazingira ambayo nilikuwa nayaona pale Sweden. Alafu nakuja Tanzania mazingira sio vile, elimu imekaa yani fimbo sana. Kwa unakuta kwamba unakuta shule uipendi. Kuna labda ukihamia shule nyingine
maisha yatakuwa mepesi zaidi. Kwa sidhani kama ni ukisho, nadhani ni mazoea tu. Sijui okay. Umezungumza sasa hapo mwishoni kwamba kuna level sasa ulifika ukasema baba, mama, hapa kwangu naomba iwe mwisho basi. Kwenye upande wa kuhangaika na shule. Sahihi. Ngoja nihamie kwenye upande wa muziki. Sahihi. Hiyo ilikuwaje? Na tunavyozungumza sija experience kama wewe unaweza ukawa ni mtu ambaye umefanya muziki katika maisha yako. Nimefanya sana muziki wa Bongo Flava, nimeingia studio nyingi sana, lakini ilikuwa ni baada ya kukataa shule. Okay. Wazazi wangu of course walisikitika sana, lakini hawakuwa na budi, maana naye soma ni mimi. Na mimi nishasema sitaki. Kwa hiyo ilibidi tu wasalimu amri, watekeleze matakwa yangu. Lakini ilikuwa ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda tangia muda mrefu. Nilikuwa natamani kuwa daktari, lakini pia napenda na muziki. Lakini baadaye nikaona kama udaktari ni mgumu sana, nikabaki na muziki. The Super Hero. Nani alikushawishi safari yako ya kwanza kuanza kufuatilia muziki? Mimi tangia nilipokuwa mdogo nilikuwa napenda sana muziki. Nilikuwa nalala chumbani kwangu nasikiza muziki sana sana kwenye redio. Nilipofika shuleni boarding school sana pale St. Matthew, palikuwa pana baadhi ya muziki nimeikalili tayari kichwani. Kwa kuwa nilikuwa najua Kiingereza, nilikuwa nachana sana nyimbo za kina Eminem, kina Lil Wayne. Okay. Kwa madogo wengi walikuwa wananikubali. Nikaona kumbe naweza. Ndio nikakuta kwamba napenda muziki na baadaye nikashawishika kuingia kwenye muziki rasmi. Walikuwa wanakuita nani kipindi hicho sasa cha ulimwengu wako? Uwezi amini. Professor. Kwa sababu nilikuwa na minywele kama kichaa hivi. Wewe? Yeah, kwa hiyo nilikuwa naita Professor. Lakini baadaye nilipoacha shule nilikuwa naitwa Mansami. Nilipoanza muziki sasa ya kurekodi studio, jina langu la kisana lilikuwa ni Mansami. Sami maana yake ni jina langu Samueli. Okay, Mansami. Lakini baadaye nikaja achana hilo jina, nikawa najiita Otis. Ikiwa na maana ipi? Otis maana yake ni Only the Illuminati Survive. Only the Illuminati. Illuminati nayoifahamu mimi au naifahamu wewe? Only the Illuminati Survive. OTIS. Otis. Kipi ambacho kilipelekea sasa likawepo hilo jina kwenye safari yako ya muziki? Sifahamu, lakini mimi naamini kwamba matokeo yote ambayo yanaonekana kwa macho ni matokeo ya kiroho. Kwa ndoto ambazo nilikuwa naziota, mambo nilikuwa naona katika ndoto na maono mbalimbali, nadhani ilinipelekea mimi kulipenda hilo jina la Only the Illuminati Survive, Otis. Nilikuwa naona ndoto za pembe tatu, jicho, mavyama ya Freemason, mambo kama hayo kwenye ndoto zangu. Kwa nikavutiwa na hiyo hali, kwa nikama kujiita jina kama hilo. Kipindi hicho kwenye masuala ya muziki ilikuwa inasadikika sana haya mambo ya Illuminati, Freemason, na vitu vingine kama hivyo. Pengine ulikuwa unaanza kuwaza ili upate jina kubwa, uanze kufuatilia vitu kama hivyo au kujioanisha na vitu kama hivyo? Sio kwamba nilikuwa nataka umaarufu, ndio maana nijiita Otis, lakini kuna mazingira ambayo nilikuwa ninayaona katika maisha yangu, lakini pia hata katika ndoto nilizokuwa naota. Kwa nikaona kama vile labda mimi ni mmoja wao, ni familia, kwa kama kujiita hilo jina. Yaani niwatokea kwa kubali hao Illuminati. Ulijiita kwa kupenda? Kwa kupenda. Uwe miongoni mwa familia ya Illuminati. Kwa sababu katika ndoto zangu nilizokuwa naota, nilikuwa naona wananifuata, wanipatia mkataba, ni sawa. Yaani ndoto zangu zilikuwa ziko katika mazingira kama hayo. Wananikubali, watu wananishangilia. Kwa nikaona kama mimi ni mmoja wa Illuminati, kwa nikajiita Otis. Na okay. Na kwa kipindi hicho pengine ulipata kupita uangalie masharti yao waliokuwa wakizungumza au yanayozungumzwa, pengine masuala kafara nini, ulipita uangalie taratibu zao na ukaamua kweli ukubaliane nao au ilikuwaje? Mimi nilifuatilia historia yao tu, ilianzia wapi ikafika mpaka wapi. Lakini nakumbuka nilipokuwa UDSM pale mwaka wa kwanza kama sitakosea, nilishawahi kuitafuta email yao ya Illuminati na nikawatumia ujumbe mrefu kweli kujielezea nimetoka wapi, nataka nini. Sio kama waliupokea sijui, lakini ila niliishia hapo. Nilieleza tu kwamba na changamoto 1 2 3, nataka nitoboe kimuziki, lakini naona mambo hayaendi, nisaidieni, mimi ni mmoja wenu, kitu kama vile hicho. Lakini sikupokea response yoyote. Turudi kwenye historia ya elimu yako. Kwanza uli stop swala la academic na kuhamia kwenye muziki ukiwa na level gani? Nikiwa na level ya form 4. Form 4. Lakini sikuacha rasmi. Wazee bado walikuwa wananishawishi nirudi shule, na kuna kipindi nilikuwa nakubali. Lakini nilipokuwa nikiingia shule, nakaa mwezi mmoja, nafanya fujo, nafukuzwa shule.
Na mtazamaji wa kipindi cha The Superhero, hiki ni kipindi maalum kabisa kama ambavyo unaendelea kutufuatilia, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kufahamu historia mbalimbali za watu ambazo wamepita katika maisha yao huko nyuma, lakini pia namna ambavyo walitoka katika mazingira ambayo wanatusimulia hapa na kuwa katika mazingira rafiki ambayo tunayaona hivi tunavyozungumza. Nipo na Samuel Mwaipaja, miongoni mwa mtu maarufu sana ambaye anapatikana Chuo Kikuu cha Iringa kwa muda huu tunavyozungumza, na ana mengi ya kutujuza na kutufahamisha kama ambavyo tumeanza kusikia mwanzo wa historia yake mpaka hivi tunavyozungumza. Tuendelee na interview ya kwetu hapa. Umezungumza hapo kwamba ulikuwa pengine unafanya vitu fulani wakati unasoma, unafukuzwa shule, wazazi wanapambana, wanakushawishi, unarudi unaendelea kusoma, ukaingiza muziki. Ni nini hasa kilikuwa kinakupelekea kufanya hivi vitu? Mazingira uliokuwa unaishi, marafiki, au vitu gani ambavyo vilipelekea hasa ukajiingiza katika familia ya aina hii? Nadhani nilikuwa nina ndoto ya kuwa mwanamuziki mkubwa, na sikuona mchango wa geography wala history katika tasnia yangu ya kimuziki. Kujifunza kuhusu Nyerere, sijui kafanyaje mwaka 61, milima Kilimanjaro si mrefu kuliko milima yote Afrika. Yes. Sikuona kama ina mchango katika career yangu ya muziki. Kwa nilipokuwa nikikaa pale mwezi nikiona mieyusho, nafanya fujo, nafukuzwa shule, naendelea na harakati za muziki. Ni fujo za aina gani ambazo pengine ulikuwa unafanya? Okay, pana fujo moja nishawahi kuifanya, siwezi kuisahau. Ilikuwa Rwanda, shule moja kubwa sana Rwanda inaitwa Riviera High School. Na ilikuwa ni dining hall, tumekaa tunakula kuanzia form 1 mpaka form 6 kama sitakosea. Na siku ile nilipanga kabisa kwamba leo naondoka shule. Kwa hiyo kwenye ile dining hall wamekaa walimu na wanafunzi wote, nikapanda juu ya meza, nikapiga sahani teke za watu ambao wakula siku ile pole yao, nikacheza juu ya meza kama Michael Jackson, nikashuka chini, nikatoka nje. Nikafukuzwa shule. Kabla ya kufanya tukio, wewe mwenyewe umeshajiandaa kiakili kwamba nafanya hivi ili kitokee kitu fulani, niondoke. Yeah. Na hawakuwepo watu wakubwa zaidi labda kukuzuia mwanzo kabisa wakati unaanza fujo, au pengine walikuwa wanakuogopa pia kwa matukio ambayo unayafanya pale shule? Hapana. Palikuwa na mwanafunzi mmoja kiongozi alikuja kanidaka, lakini nikajiengua, nikamsukuma, nikatoka zangu nje. Nakumbuka nilikuwa natembea kwenye corridor, watu wananipigia makofi. Sasa sijui kwa nini. Wengine wananiambia Samuel rudi, lakini mimi nikasema hapana. Nishapanga sirudi. Kwa nilikuwa niko hivyo. Sawa. Baada ya sasa kutoka na kuingia kwenye muziki, hatua ya maendeleo ya kufanya muziki iliendeleaje na nini mafanikio ambayo uliyapata? Pengine changamoto gani ambazo hivi tunavyozungumza sijui kama unaendelea au uendelee? Hapana, tunavyozungumza sasa hivi siendelee tena na muziki. Lakini nilipata mafanikio makubwa sana Rwanda. Bahati nzuri mzee alinisaidia, babangu, nikapata studio moja inaitwa Umoja Records, ipo Mbagala. Baba ambaye alikuwa anakusisitiza kusoma, akarudi kukusaidia kwenye muziki. Sahihi. Hii ni baada ya kushindwa au akainua mikono kwamba pengine mwanangu nimekushawishi kwa namna yoyote ile, umeonekana kama ni ilikuwa aje mpaka akaingia kukusupport? Kama ulikuwepo vile. Ni hivyo aliona kwamba sasa hapa ngoja tumpatie anachokitaka. Tupatie muziki. Kwa akanitafutia studio ya muziki, akaniunganisha na huyo producer anaitwa Laser Beats. Tukaanza kufanya kazi huko nchini Rwanda. Nikafanikiwa kurekodi ngoma yangu moja kitambo sana. Bahati nzuri hiyo ngoma ikamfikia manager wa hiyo studio Umoja Records, yuko Marekani, akaipenda. Kwa hiyo akaniambia nirekodi album nzima ya nyimbo 10. Ni kama offer sasa. Ilikuwa kama offer. Nilipewa mkataba kuweza kusign hizo nyimbo 10 na record label pia. Lakini yule producer aliibana mkataba. Usimaje producer changamoto zao. Kwa hiyo nikaja kagundua baadaye sana kwamba nina hiyo record label. Kwa hiyo nilikuwa nalipia hela hizo nyimbo zote 10 na video pia. Kwa hiyo nilipata mafanikio makubwa sana, nikapata nafasi ya kuperform kwenye clubs kubwa sana pale Rwanda, Groovers Club, na wasanii wakubwa kama Green P wa Rwanda pale, wasanii wakubwa. Nikafanya video moja kubwa na wasanii wa hip hop wa Rwanda. Lakini nilipokuja kugundua kwamba ule mkataba ulikuwa umefichwa na producer, nikamwambia mimi sitaki tena kushirikiana na nyinyi, nikaondoka zangu niko Tanzania. Kwa kipaji kilikuwepo. Manake mpaka pengine manager wa studio akapenda kile ambacho ulikifanya. Sahihi. Kipaji kilikuwepo. Naamini. Na uwezo ulikuwepo. Naamini ndio.
walikuwa wananikubali sana. Okay. Naam, tunaendelea na mahojiano yetu maalum katika kipindi cha The Superhero, kipindi ambacho kinakupa nafasi nzuri sana ya kusikiliza historia mbalimbali ambazo wamepitia watu na binadamu wenzetu kama sisi, lakini wakafanikiwa kwa namna moja kushinda magumu yaliyokuwepo na wakaenda katika mafanikio ambayo wapo nayo hadi hii leo tunavyozungumza. Nipo na Samuel Mwaipaja ambaye tuko naye siku leo. Tumepata nafasi nzuri sana ya kujua angalau historia ya maisha yake na vitu ambavyo amepitia kwenye ulimwengu wa sayari ya tatu. Sasa tuendelee kwamba baada ya toka sasa kwenye record label hiyo ambayo ulipitia changamoto za producer, nini ambacho ulikifanya sasa? Nikarudi Bongo, nikarudi Tanzania, nianze career ya muziki upya. Nilikuwa na mpango wa kutokea Rwanda, yani nifahamike, maana Rwanda pale wanatupenda sana wa Tanzania. Ukiongea Kiswahili kama mimi ninapoongea hivi, hao wanakukubali sana. Wakisikia lafudhi hii wanafurahi sana, au lafudhi kama ya kwako mtangazaji wanafurahi sana. Kule ungeenda ungeoa kule. We. Amini kwamba. Bwana huyo ni Samuel bwana. Mambo haya. Lakini mimi naamini maneno yako ni mazito, isije kawa ni kweli. Yakatokea kutokea hapa. Kashangaa. Mungu mwema bwana. Ni wazuri sana. Kwa hiyo nitamani kutokea sana Rwanda, alafu nifahamike kule, alafu nije Bongo. Lakini nilikuwa haiwezekani kutokana na changamoto hiyo ya producer. Kwa hiyo nikaja Tanzania. Ilikuwa ni ngumu sana kwanza kupata studio, maana sikupata msaada wowote ili kupata studio Tanzania. But nzuri nikapata. Lakini changamoto ya maproducer ndio ile ile. Wakiona unaongea Kiingereza, una lafudhi fulani, wanadhani una hela nyingi sana. Yes. Kwa nataka kwanza wakupige, alafu ndo baadaye wakuachie utoboe. Kwa hiyo ndo nikajikuta na hama kutoka studio moja kwenda studio nyingine. Stuli nashindana na maproducer. Ndo nikaamua sasa kujifunza mwenyewe jinsi ya kuproduce muziki mimi kama mimi. Au kajifunza? Yep, natumia simu, natumia PC na record mwenyewe. Baadaye ndo nikaamua sasa kwenda UDSM kujifunza masuala ya video production, kwa sababu niliona kwamba kama music producer anasumbua hivi, basi hata video producer atakuwa anasumbua. Kwa nijifunze music, pia nijifunze na video production. Kwa nikaenda UDSM. Umezungumza hapo jambo zuri kwamba ndoto yako ilikusababisha wewe uendelee kuipambania na kuamua kujifunza vitu ambavyo pengine wewe ulikuwa unaona vinakukwamisha kwenye kutimiza ndoto yako. Sahihi. Sawa, kabla hatujaenda huko mbali, ni vitu gani ambavyo sasa kipindi huko kwenye peak wanasema hivyo, kipindi cha utawala wako kwenye muziki, tabia gani ambazo mpaka hii leo ukizikumbuka ambazo ulikuwa unazifanya kwa influence ile ya umaarufu, lakini tabia gani ambazo zilikuwa ni positive ulizipenda, na zipi ambazo pengine unazijutia mpaka hivi sasa tunavyozungumza? Nilipokuwa Rwanda nilikuwa nakaa na wazazi. Na nilikuwa sio, pamoja na umaarufu niliokuwa nao kwa kipindi kile, nilikuwa sio muhuni sana. Lakini uhuni nilianza kufanya nilipofika UDSM sasa, nikaendeleza na muziki. Nikaanza kujiita Otis. Kule nilikuwa Mansami Rwanda. Na wazee pale nini nahangaika Rwanda, lakini nilipokuja Sabongo UDSM nikawa najiita Otis. Hapo ndo nikawa sasa ni mshenzi plus. Umaarufu uliendelea kutoka Rwanda mpaka UDSM? Kwa UDSM nilikuwa maarufu, lakini sio maarufu sana, sio kama Rwanda. Sikuweza kufanya kazi na wasanii wakubwa Tanzania. Lakini Rwanda imefanya na wasanii wakubwa sana Rwanda. Kwa hiyo sikuwa na maarufu sana, lakini kwa pale chuoni nilikuwa na maarufu kiasi. Sasa tabia zipi ambazo pengine zilikusababisha uzipende na zipi unajutia mpaka hivi sasa? Kusema ukweli, nilipokuwa Otis hakuna nilichokuwa napenda hata kimoja kwa sasa, ila kipindi kile pengine ulikuwa unaona uko sahihi. Niko sahihi kabisa. Nilikuwa na minywele mirefu, nilikuwa na rasta actually. Rasta? Sasa hivi na uwalaza au si. Bwana, hivi unavyomtazama Samuel Mwaipaja na kuangalia pengine uwalaza alionao hapa, lakini ni rastamani ambaye aliwahi kuwa na nywele ndefu, kitu ambacho kinathibitishwa na yeye mwenyewe hapa. Na marastamani bwana huwa wana ni kama dini fulani hivi. Ulikuwa rastamani kwa muonekano au hata ndani pia ulikuwa na vitu vya kirastamani? Nikizungumza hivyo sijui unanielewa? Nakuelewa. Nilianza kwanza kama kwa nje tu hivi, lakini baadaye ikahamia mpaka ndani. Nikajikuta ni rastamani kweli kweli. Kweli kweli. Naanza kutumia vile vitu vyao, majani yale. Kupuliza sana, kitu kama hicho nilikuwa nafanya sana. Kwa hiyo na wanawake ndo usiseme. Ndo nilikuwa naruka nao sana. Umaarufu sasa. Shakuwa Otis ndo nakuwa hivyo.
Hapa tunazungumza ukiwa unafanya hivyo vitu, wakati huo unaendelea na masomo UDSM, na una ndoto pia za kutimiza wakati huo. Hizo tabia zili affect vipi maendeleo yako na kutimiza ndoto ambazo ulikuwa nazo? UDSM nilichukua course ya video production. Ni course ya miaka 3. Lakini kutokana na hizo fujo hizo nilisoma miaka 6. Miaka 6. Maana yake kuna ile kupostpone, alafu kuna kukeri, unaona hizo, alafu nika disco. Okay. Kwa hiyo sijamaliza, sijapata bado degree ya video production mpaka sasa hivi. Naongea. Spoi sana. Asante, nashukuru. Na una uwezo ukatuthibitia sasa jinsi ambavyo hizo tabia pengine zilipelekea hayo ambayo umeyasema hapo? Nilikuwa sizingatii masomo. Nilikuwa nazingatia starehe, na ukijumlisha na bangi ndo kabisa unakuta yani watu wana testi, wewe umeikosa, lakini ukivuta bangi unajisikia fresh tu, yani raha, yani hauna stress yoyote. Ilikuwa hata kumfuatilia mwalimu kwamba akusaidie, huoni haja kwa sababu una stress yoyote. Kwa unakuta mdogo mdogo kazi zinajilimbikiza, mwisho wa siku na disco. The Super Hero. Hii ni The Super Hero, msikilizaji na mtazamaji popote pale ambapo ulipo unatufuatilia, na haya ni mahojiano sehemu ya kwanza. Nilikuwa naye Samuel Mwaipaja, mtu ambaye ana simulizi kali, simulizi nzuri ambayo inakufunza mambo mengi sana kuhusiana na maisha ya mwanadamu. Kuna magumu ambayo unaweza ukawa umepitia na ukawa hujui ni wapi pa kutokea, ni wapi pa kuacha tabia baadhi ambazo zinaweza zikawa sio nzuri sana kwa maisha ya kawaida. Tutaendelea kukuletea sehemu ya pili ambayo itakuwa na mambo mengi sana kuhusiana na Samuel Mwaipaja, akizungumza mpaka hatua na safari yake ya maisha ambayo leo unamjua akiwa chuo kikuu cha Iringa. Nyuma ya kamera ni Wankyo Mapicha, miongoni mwa mtu ambaye pia anafanya kazi yake kwa ubora mkubwa na uliotukuka, lakini pia bila kumsahau director Elisha Sanga ametimiza majukumu yake vizuri kuhakikisha kwamba sisi hapa tunakuletea kipindi hiki maalum bila shida wala shaka yoyote. Mimi ni Joseph Makori, wengi upenda kuniita Mr. P, Mr. Producer. Asante na endelea kufuatilia sehemu ya pili ya mahojiano haya, mimi na Samuel Mwaipaja. The Super Hero.